Hapa ndipo unapoanza kufanyika mnyororo wa thamani wa zao la viazi, ikiwa ni baada ya mkulima kufanya uzalishaji kwa kufuata hatua zote kuanzia upandaji hadi uvunaji. Unapoona kama hata majengo haya, uchumi, hatuna rasilimali nyingine zaidi ya viazi. Kando ya wali, ugali au vyakula vya ngano, viazi ni miongoni mwa vyakula vinavyopendwa na kutumiwa na watu wengi kwa mtindo wa mapishi tofauti. Watu wanachoma chipsi, watu wanapika supu, lazima wanachanganyia viazi kidogo, kuna kachori, watu wanachanganyia viazi, wanaweka viazi kama hivyo. Kwa wenyeji wa mkoa wa Njombe, viazi ni sehemu ya lishe muhimu inayotumiwa karibu na kila kaya. Asubuhi tunapata kiazi kwa ajili ya chai. Chai mtoto anapata, anaenda shuleni lazima afanye nini? Apate chai. Kwa hiyo viazi tukichaa vimenya asubuhi pale, mama anafanya madikodiko tayari mtoto aende shule. Kupitia viazi kinapatikana chakula pendwa cha chipsi. Siku hizi ni kawaida kuwasikia watu wengi wa mjini na vijijini wakitaja chipsi kavu, chipsi mayai au chipsi zege, pamoja na majina mengine yanaongeza thamani ya viazi. Napenda chipsi yani. Unajua kama Njombe hapa chipsi ndio chakula chetu. Shangaa asubuhi umeamka, umemenya zako viazi, unakaanga zako chipsi. Mimi napendelea chips. Napendelea chipsi ikiwa na mayai pale. Kiukweli napenda sana. Chakula cha kipekee, kwanza ni tamu. Yaani hata kama mtu hapendi kula chipsi atapenda tu. Viazi vimetengeneza fursa kubwa kupitia chipsi ambazo zimeonekana kuwa chakula cha haraka kwa watu wengi licha ya kuwepo kwa angalizo la matumizi ya kupita kiasi kwa chakula hiki. Wala chakula ni chakula. Viazi bwana kusema eti vina madhara, sijui vina nini. Hapo sisi tutadanganyana. Labda sijui huwa nasikia, lakini mimi siamini katika hicho kitu. Mbona huwa tunakula na si madhara wengine hatuyaoni? Ila sio kwamba ndio tunakula kila siku, hamna. Kiukweli cheni ambayo inaunganisha kuhusu biashara ya viazi, kuhusu viazi kwa ujumla ni cheni kubwa sana. Kuna kina mamalishe, kuna kina babalishe, wakulima, kwa ujumla wengi wanaendesha maisha yao kupitia viazi. Kwa kutambua umuhimu wa viazi mviringo, mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulitenga siku ya kimataifa ya viazi inayoadhimishwa tarehe 30 ya mwezi Mei ya kila mwaka, zikiwa ni siku chache zimepita, ikiwa na lengo la kutambua zao hilo kwa wazalishaji na familia katika kutekeleza ajenda 2030 ya kufikia maendeleo endelevu. Emmanuel Kalemba, Habari Weekend, Njombe.